Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, kwa mara nyingine tena tunasema tuko hadhiri. Bwana, leo tuko katika ardhi ya Paranga ambako kazi kubwa imefanywa na mmoja katika wanazuoni wetu, Fadilatu Sheikh Al-Habib Sheikh Salum ibn Abu Bakar Madaba. Chuma hichi ambacho kilichofanya kazi kubwa katika wilaya ya Kondoa katika Tarikatul Qadiria. Mwamba huyu aliozikwa katika ardhi ya Paranga, na hapa tuko katika ziara ya ndugu yangu Sheikh Muhammad Hussein Ndoro wa Fadilatu Sheikh Mustafa ibn Isa wa Mbuva. Kwa kweli leo tunaweza kupata mambo mengi sana, na hasa kuja kutabaruku na kuja kuombea na kuja kumzuru bwana mkubwa Sheikh Salum ibn Abu Bakar Madaba. Sheikh wangu Sheikh Muhammad Hussein Ndoro, kwa mara ya pili unapita maeneo haya. Tumepata historia, na hapa tukiwa tumetoka katika ardhi ya Goima ambako Sheikh Salum Abu Bakar Madaba aliasisi hafla ama maulidi. Ina takriban miaka 92 sasa tangu kuasisi kwao. Wao unazungumzia katika upande wa wanazuoni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama ulivyoeleza na kama wasikilizaji walivyokufuatilia, tunatoka ziara kwenye hadhara iliyoasisiwa na bwana mkubwa ambaye amezikwa katika ardhi hii, Sheikh Salum Al-Allama ibn Abi Bakar Madaba. Huyu ni mwanachuoni mkubwa katika mashekhe wa kitwarika, katika mashekhe wa mwanzo sana katika ardhi hii ya Kondoa. Wamefanya kazi kubwa sana ya twarika. Kwa namna ambavyo nimesikia wanafunzi wake wakieleza, ameasisi ziara ile ambayo tumekwenda, hadhara ya maulidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwaka 1933. 1933 ndo ameasisi ziara ile ambayo inaendelea mpaka sasa. Namna tumesikia wanafunzi wake wamesimulia pale, ni takriban miaka 92 kama walivyoeleza wanafunzi wake, sababu sisi tumepokea kutoka kwao. Sanadi yetu ni kutoka kwao. Tumeona baada ya lile ni tuje tufanye ziara hapa, Ziaratul Qubur, mahala ambapo amezikwa mwanachuoni mkubwa huyu. Na zamani hata wakati sisi tunazaliwa tulikuta maulidi za kitwarika, zina muridi, zina mashawishi, zina nani, lakini silsila zao zote zinakwenda kwa Sheikh Salum Abu Bakar Madaba. Na Ziaratul Qubur pana khairi nyingi sana, na ndio maana tumekuja kufanya hili. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam imesimuliwa kwamba alikuwa na kawaida ya kuwafanyia ziara wale shuhada Uhud ala rasi kuli hauli, ingawa sisi sio rasi kuli hauli, kwamba ni kitu ambacho Mtume alikuwa anafanya hivyo, kuwatembelea watu walioziko kule. Na tumeona katika vitabu vingi vya tarikhi wakiwaeleza wanachuoni wengi, akiwepo al-Imam Musa al-Kadhim, watu walikuwa wanakwenda kufanya ziara wakiona mambo yao magumu, wanakwenda kuzuru ziara ya Al-Habib Musa Al-Kadhim, mmoja katika silsila ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nadhani ni mtoto wa Jaafar Sadiq Musa Al-Kadhim. Kwa hiyo na sisi midamu watu wakubwa walifanya hayo, na sisi tumeona tupitie hapa ili tutabaruku, tumuombe dua na sisi tupate baraka zake, na hayo kwetu yamethibiti, wala hatuna wasiwasi nayo. Shukrani. Hayo mwalimu. Bwana, ndugu zangu wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, tumesema tuko katika ardhi ya Paranga, ndiko alipozikwa mwanachuoni mkubwa wa Kitwarikatul Qadiria aliozikwa katika ardhi hii ya Paranga, Sheikh Salum ibn Abu Bakar wa Madaba. Chuma hichi ambacho kimefanya kazi kubwa kama ulivyosema Sheikh Muhammad, kwamba miaka hiyo ambao watu wanazaliwa rika lako, kwamba umekuta kwamba hii twarika ipo, kuna ushawishi, sio khalifa, vitu kama hivi, kuna muridi, watu wanatakiwa waenze haya mambo. Kufa kwa hawa sio kuharibika kwa majambo, wameacha alama, na alama ni hizo haflatu ambazo umeziwekea. Kwa kweli Mwenyezi Mungu akulipe kheri na kutukumbusha kwamba licha tu kwamba kufanya dawa, lakini tunatambua thamani ya wazee wetu na mashaka zetu waliokufa, na hii ndio kazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa akienda kuwazuru mashuhada kama ulivyotuambia Uhudi pale. Bwana, niko na Sheikh Mustafa ibn Isa wa Mbuva, chuma hichi ambacho kimezuriwa katika ardhi ya pale Kingale. Bwana Sheikh Mustafa, tukio hapa kwa mwanachuoni mkubwa ambaye amesikwa hapa katika ardhi hii ya Paranga, wewe kwa muono wako unalizungumziaje? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd.
Kwa hakika mimi ambacho naweza kuzungumzia kuhusiana na masuala ya tumepita hapa kuja kuzuru, hususan tukio tumetoka katika tukio ambalo liko hai ni la leo katika mambo ya alama za dini. Watu kuwa wanaenzi alama za Mwenyezi Mungu ni katika kutembelea vituo vya dini, watu walioasisi misikiti, madarisi, ni alama za Mwenyezi Mungu hizi. Kwa hiyo na min sha'airillah, katika zile alama za Mwenyezi Mungu ndicho alichokifanya Sheikh Salum Madaba kule tulikotoka. Ameweka sehemu ambao watu watamwabudu Mwenyezi Mungu, msikiti watu wataswali, watu watasoma, lakini aliweka mafunzo ya kila wakati watu wamkumbuke Mtume Muhammad. Ndio mwenye mafunzo ya ibada za swala, ndio mwenye mafunzo ya ibada za fadhila za madaris, mambo mbalimbali katika mambo ya khairi. Kwa hiyo tukaja kuja kuzuru. Katika faida ya kuzuru, kwanza kuna malipo makubwa ya thawabu yanapatikana juu ya kuzuru kwa sababu ni ibada. Lakini pili, kuzuru kwa mtu aliyetimamu anayefikiria kuhusu kwa Mwenyezi Mungu kunamkumbusha zaidi swala la mauti. Akiyakumbuka mtu mauti, basi ni sababu ya mtu kuziendea ibada kwa hima, ili kwa sababu ajiokoe na adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kufanya ibada, kukiri uungu wa Mwenyezi Mungu wa peke yake na kuthibitisha utume wa Mtume Muhammad kwamba ndo mtume wa mwisho aliyeshirikiana kazi na mitume wengine waliopita. Na sisi tumekuja kuzuru hapa, tumeona hapa kuna makaburi mengi, ni wanadamu kama sisi hawa wamelala. Kwa hiyo haya yanatufanya mioyo yetu iwe laini. Ni mtu ambao huwezi kuishi ukiwa na magomvi na watu, ni mtu ambao huwezi kuishi, hauwezi kusamehe watu. Ukiona mambo kama haya, utapenda kusamehe watu, utapenda kuunganisha watu, utapenda kuwa kitu kimoja na watu. Lakini ziada kubwa tulopata unapowazuru watu wema, basi ziko baraka ambazo tunaweza kupata kwa sababu ya kuwazuru watu wema. Kwa hiyo tunaitakidi tumepata thawabu, lakini pia tukiwa kama akili zetu ziko sawa na mioyo yetu ni salama, tutaongezeka viwango vya kufanya ibada, kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Lakini sio hivyo tu, tumeondoka pia tuna baraka. Ikiwa yule bwana mkubwa ulimwengu unavyomtaja kama ni mja mwema wa Mwenyezi Mungu, alikuwa kama vile ambavyo tunavyomuitakidi, hatuwezi kuwa tayari tumemzuru mpenzi wa Mwenyezi Mungu. Na tukimzuru mpenzi wa Mwenyezi Mungu, bila shaka na sisi tumekuwa ni wapenzi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bwana, ndugu zangu wapenzi watazamaji wa Babu Salam Online TV, ni mambo mazuri kweli kweli ambayo yanaendelea hapa katika ardhi ya Paranga, nikiwa na ndugu yangu Sheikh Muhammad Hussein Wandoro, kulia kushoto mwangu nikiwa na fadhilatu Sheikh Mustafa Isa Wambuva. Kwa kweli hii ziara ni maridadi sana. Bwana, watu wa Paranga tunasema mmebarikiwa, na watu wa Kondoa mmebarikiwa kuwa na wanazuoni mahiri wacha Mungu ambao wameacha athari. Hizi ziara tunazozungumza ambazo leo zimeanzishwa katika ardhi ya Goima takriban mwaka wa 92. Hebu fikiria kwanza, na mpaka leo inazidi kusamiri kwa kasi na ongezeko la mahaba. Watu wanamtambua Mwenyezi Mungu. Jamanini, tuheshimuni wanazuoni wetu na tuwatukuzeni wanazuoni wetu, lakini tuwazuruni watu wa Mungu kama tulivyoambiwa hapa, tutaweza kupata fadhila na baraka. Bwana, ulikuwa nami ndugu yako Ustadh Ramadhan bin Chuma bin Hussein wa Babu Salam Online TV. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ila liqai.